Crazy Rocket, now available on PMBet. Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo sisi bwana leo hii tumeamua tudili na klabu ya Simba. Tunafahamu, tunaelewa kwamba msimu huu umekuwa ni msimu ambao wana Simba pengine wanatamani kusahau mapema iwezekanavyo, na hii ni kutokana na performance zao ama kiwango chao kwenye michuano ya kimataifa. Imekuwa ni msimu ambao klabu ya Simba katika michezo minne ambayo imecheza kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika ndani ya kundi D, umeishuhudia klabu hiyo ikiambulia alama moja peke yake. Yani ikiwa imepoteza michezo mitatu na ikiwa imepata sare moja peke yake. Lakini ukiachana na hiyo bwana, kwamba inasemekana kwa mahesabu yale ambayo ni ya kawaida, inawezekana safari ya Simba kwa zaidi ya 75% ikawa imeishia hapa. Lakini sasa klabu ya Simba bado ina jukumu la kwenda kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya Petro Atletico di Rwanda. Sasa katika kufunga safari ya kuelekea nchini Angola, bwana tulimnasa meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, nikiwa namzungumzia Ahmed Ali, ambaye naye alitupa tafsiri ya kundi lao pamoja na michuano ya kimataifa, lakini focus yao sasa baada ya kutokuwa na mwendelezo mzuri kwenye michuano ya kimataifa ni ipi kama klabu. Sasa Ahmed Ali alituambia kwamba wao kwenye michuano ya kimataifa hawana deni kabisa, na walifanya kila kitu bora kwa usahihi. Kinachofanya tu wana Simba wawe wanyonge ni ile kuzoea kujimwaya, kwa sababu walishazoea kufanya vizuri. Lakini wao deni lao kubwa lipo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, lakini pia lipo kwenye kombe la FA, kwa sababu hawajachukua ndani ya misimu minne. Lakini kwenye michuano ya klabu bingwa bwana, Simba haina deni, yani haina deni hata kidogo. Hizo zikiwa ni kauli ambazo amezungumza Ahmed Ali kuhusiana na muendelezo wa timu hiyo, lakini pia tafsiri yake kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Sasa na wewe unaweza kaacha komenti yako hapo kutuambia unaunga mkono hoja ambayo ameweza kuiweka mezani Ahmed Ali kuhusiana na klabu hiyo kutokudaiwa kimataifa. Lakini wakati unaacha komenti yako, usisahau bwana, kwa wale wanangu wa kasino, pmbet.co.tz ndo sehemu ambayo kasino itakufuata kiganjani kwako. Fanya bashiri zako kuanzia shilingi 500 na kuendelea ili uweze kujishindia pesa, lakini pia uingie kwenye draw ya kushindania magari ya kifahari. Kuna Toyota Harrier 15 pamoja na Jetua 2 ambazo zimesalia, ambazo zipo kwa ajili yako. Hakikisha unafanya mzungusho wote kuanzia shilingi 500 na kuendelea ili uweze kuingia kwenye draw hiyo pamoja na kujishindia pesa. Website pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.